Hii ni Biblia Bard. Somo la 72. Wanawake maarufu katika Biblia. Kusudi. Habari na siku njema. Hii ni Biblia Bard. Bard ni msimuliaji wa hadithi anayekariri matini za kimapokeo zinazohusiana na mapokeo mahususi. Simulizi. Niko hapa kukariri na kukuza kile fasihi ya Biblia inasema kuhusu nani ni Mungu na nani ni wanadamu. Somo. Hapa ndipo mahali tulipo leo. Katika nyakati zetu kumekuwa na kupanda kwa ufeministi. Imeangalia hali ya kijamii ambayo huathiri wanawake. Bila shaka utambuzi wa mambo ya kutisha yanayofanywa dhidi ya wanawake kwa sababu tu ni wanawake na kutilia mkazo suluhu mbalimbali za mageuzi ya kimfumo ili kuboresha maisha ya wanawake ni sababu inayostahili sana. Hata hivyo, kama ilivyo katika mambo yote ya kibinadamu, baadhi ya watu hawawezi kujiuliza kulaumu dini kwa utawala wa wanaume na ukosefu wa usawa wa kimfumo. Haraka sana, malengo ya kijamii yanaweza kutoka kwa marekebisho mazuri ya mambo kama vile ukosefu wa usawa wa mishahara hadi marekebisho ambayo yanahitaji uharibifu wa jamii ya magharibi. Mabadiliko ya kimamlaka kwa mfumo wa kiuchumi na kupiga marufuku maandishi ya kidini na hata dini zenyewe. Podcast ya leo inaangalia kile ambacho Biblia inasema kuhusu wanawake kama wale mnajua ambao wamesikilia zaidi ya podcast moja ya Biblia Bard. Maoni yetu ni kwamba Biblia ni fasihi na kitabu kitakatifu. Ni kitabu kitakatifu kinapofafanua mambo kuhusu Mungu. Tusingeweza kujua vinginevyo na ni fasihi inaposimulia hadithi na kutoa matamko kuhusu wanadamu. Ona mbinu za Biblia Bard 69 kwa maandiko matakatifu. Hapa kuna mawazo kadhaa ambayo nimeweza kuthibitisha kwa kutazama maandiko ya Biblia. Baadhi ya vifungu vya Biblia vinaeleza majukumu ya kijamii ambayo yalikuwa ya kawaida katika tamaduni za kale. Baadhi ya hali za kijamii ambazo hazipendi zinapotajwa zinaonekana kukabiliwa na waandishi au kuripotiwa bila upande wowote kama ukweli wa maisha mengi ya ukweli huo wa kifasihi. Ni hivyo kwa sababu maandishi yaliandikwa na watu wanaoishi ndani ya tamaduni hizo. Wakosoaji ambao hawaelewi kwamba Biblia ni fasihi hupinga mtazamo huu. Wanadokeza kwamba kwa sababu Biblia hufafanua hali za ubakaji, masuria na ndoa ya kulazimishwa, Biblia inakubali aina hii ya matendo ya jeuri ya wanaume dhidi ya wanawake. Hata hivyo, kwa sababu tu kipande cha fasihi au historia inaeleza ukatili fulani wa kijamii, haimaanishi kwamba mwandishi anaidhinisha au kuhimiza shughuli hizo. Ingawa Biblia inaakisi uhalisi wa kitamaduni wa wakati wa kihistoria ambapo maandishi yoyote yaliandikwa, kumbukumbu kwamba Biblia iliandikwa na zaidi ya waandishi 40 katika tamaduni nyingi za mitaa katika miaka 3000 na kuongezea. Ujumbe wake mkuu ni ule unaothamini wanawake, kuheshimu utu wao na kuthibitisha usawa wao wa kiroho mbele za Mungu. Kisha hebu tuangalie wanawake
watano ambao ni wabaya sana kulingana na hadithi ya Biblia. Majadiliano. Hukumu. Hakuna wanawake wengi wenye sifa mbaya katika Biblia kati ya wale ambao maandishi yanapendekeza ni waovu kiroho. Nimeorodesha kile kinachofikiri ni wanawake 5 bora. Wanawake hawa 5 waovu wanajadiliwa kulingana na uchungu wa shughuli zao. Yezebeli. Malkia wa Israeli, mke wa mfalme Ahab, karne ya 9 KK. Katika hiyo aliandikwa zaidi ya miaka 3,000 iliyopita katika moja Wafalme 16 mstari wa 31 na moja Wafalme 21. Uhalifu wa Yezebeli ulitia ndani mambo 3. Aliendeleza ibada ya mungu wa uongo Baali ambayo ilikuwa umri ya 1 na ya 2 dhidi ya uasi imani wa 20. Aliwaua manabii wa Mungu wa Israeli. Yahweh aliyevunja amri ya 6 inayokataza kuua na alipanga mauaji ya Nabothi kimakosa ili mumewe aweze kumiliki shamba la mizabibu la Nabothi, mali ambayo mfalme aliitamani, ambayo ilikiuka amri ya 9 dhidi ya shahidi wa uongo. Kutoka 20 mstari wa 16. Yezebeli alikufa kifo kikatili na kabla hajazikwa aliliwa na mbwa na kuacha mikono na miguu yake tu kuswaliwa. Atalia. Malkia mama aliishi wakati wa utawala wa mfalme Ahazia wa Yuda, karne ya 9, zaidi ya miaka 3,000 iliyopita. Mfalme Ahazia alikuwa mjukuu wa Yezebeli. Ahazia alipouawa baada ya mwaka mmoja kukaa kwenye kiti cha ufalme, Atalia binti Yezebeli alijaribu kuwaua warithi wote wa kiume wa kiti cha ufalme na kutawala akiwa malkia. Alikosa kumuua Yoashi, mvulana mdogo zaidi mwenye umri wa miaka 6, ambaye alifichwa asimuone kwa miaka 6 na shangazi ya mvulana huyo. Yoasheba alipokuwa na umri wa miaka 7, mvulana Yoashi alipotawazwa kuwa mfalme, Atalia alijaribu kutoroka kupitia lango la farasi, lakini aliuawa na walinzi wa hekalu. Mauaji ya Atalia ya watoto wa ukoo wa Daudi yalikaribia kubatilisha ahadi ya Mungu kwa Daudi kwamba angekuwa na mrithi aliye hai wa kutawala Yuda. Mke wa Potifa hakutajwa jina katika hadithi katika Mwanzo 39 mstari wa 7 mpaka 19. Hadithi iliandikwa zaidi ya miaka 4,200 iliyopita wakati wa nasaba za Hyksos huko Misri. Alijaribu kumshawishi Yosefu, mtumwa wa nyumbani wa Potifa, mume wake, lakini Yusufu alipomkataa, alitunga hadithi ya kujaribu
kumbuka ili kupendekeza Yusufu alikuwa amemsaliti bwana wake. Bila shaka Potifa mwenye hasira aliagiza Yosefu atupwe kwenye gereza la Farao wa Misri. Dalila, mwanamke msaliti ambaye Samson anampenda katika hadithi katika Waamuzi 16:4-22 mwaka 1080 mpaka 1090 au kama miaka 3500 iliyopita. Samson ni mwanamume anayependa wanawake. Ingawa wazazi wake walimtoa kwa Mungu katika utoto wake, sehemu ya nadhiri yao ilikuwa kutomruhusu kamwe kunywa divai au kukatwa nywele zake. Wakati wa uhusiano wake na Delila, Wafilisti wanamuomba Delila agundue siri ya nguvu zake nyingi, nywele zake ndefu ambazo zilimruhusu kuwashinda Wafilisti vitani. Baada ya ngono analala na yeye, hupunguza nywele zake. Wafilisti sasa wanaweza kumchukua mateka, kumpofuza na kumtumikiza kama mfanyikazi wa kusagia katika shamba la nafaka. Maandishi hayamtendei Samson vizuri zaidi kuliko Delila. Hata hivyo, kwa sababu ya nadhiri ya mzazi wake, aliweza kuwahukumu Israeli na kuwashinda adui zake mpaka Delila alipomsaliti. Herodia ni mke wa mfalme Herode Antipa ambaye ni mwana wa Herode mkuu. Mathayo 14:3-12 au Marko 6:17-28. Herode ndiye alikuwa mke wa Filipo, ndugu ya Herode. Yohana Mbatizaji, nabii wa mwisho katika Israeli, amekabiliana na Herode kuhusu ndoa hii haramu na mke wa kaka yake. Lakini ingawa Herode ana hasira, anamheshimu Yohana kama nabii, hivyo hafanyi zaidi ya kumtupa gerezani. Kila mara analeta Yohana kutoka gerezani kwa ajili ya majadiliano ya kidini. Herode anamchukua Yohana kwa matamuzi yake dhidi ya wakati wa mlo wa jioni wa serikali. Binti yake Salome wa Herode Filipo wa kwanza anapofurahisha kila mtu na kucheza densi, Herode anauliza ni thawabu gani anayotaka. Salome anamwambia mama yake Herode aombe nini, na anamwambia aseme, nipe hapa katika sinia kichwa cha Yohana Mbatizaji. Kwa sababu ya kiapo chake, Herode akubali na Yohana Mbatizaji akatwa kichwa gerezani. Wanawake watano hapo juu wana taswira mbaya zaidi ya wanawake katika Biblia, kama unavyoweza kuona kutoka kwa muhtasari wangu mfupi wa hadithi zao. Hizi ni hadithi za ajabu, fasihi nzuri, lakini wanawake hawa wanalaaniwa kwa matendo yao, si kwa sababu walikuwa wanawake. Muhtasari. Kuna wanawake wengi zaidi wanaotajwa katika Biblia ambao wanajulikana vibaya kwa wema wao, tabia zao za ajabu na matendo yao makuu. Mwanamke Sara. Maandishi katika Biblia. Mwanzo 17:15-16. Mwaka 2000 mpaka 1700 KK au miaka 2400. Wajibu wa mwanamke, mke wa Ibrahimu. Hatua ya wanawake. Amebarikiwa na Mungu kuwa mama wa
taifa ambayo yangetokana na ahadi za Mungu kwa Ibrahimu. Wafalme wa mataifa wacha kutoka kwake. Mwanamke anaitwa binti Farao. Kutoka 2:5 mpaka 10. Karne ya 15, miaka 3900 iliyopita. Alikuwa ni binti wa kifalme wa Farao. Wakati wa programu ya kuwaua watoto wote Waebrania waliozaliwa Misri, binti ya Farao anamwamuru mtoto Musa amuokoe na kifo. Hakika kwa kumpeleka nyumbani kwake anakuwa mkuu wa Misri. Mwanamke anaitwa Ruth. Ruth tunasoma katika Biblia Ruth 2:11 mpaka 12. Mwaka wa 1200 mpaka mwaka 1020. Miaka 3600 iliyopita. Bibi wa Moabu wa Daudi mfalme wa Israeli. Baada ya mume wake Myahudi kufa, Ruth aenda pamoja na mama mkwe wake kurudi Israeli, wakimkumbatia sheria na desturi za Kiyahudi kupitia cheo cha Boazi kama mkombozi wa jamaa. Anaolewa na Boazi na kuwa nyanya ya Daudi. Abigaili unaweza soma katika kitabu cha Samueli 25. Mwaka 1010 mpaka mwaka 970. Miaka 3400. Mke wa nabii alimzuia Daudi asiwaue wanaume katika familia ya mumewe baada ya mumewe kumkosea Daudi. Na pale anapokufa kwa kiharusi anakuwa mke wa Daudi na kuzaa Kileabu akiwa mwana wa pili wa Daudi. Hulda 2 Wafalme 22. Mwaka wa 622. Miaka 3000 iliyopita. Mtume mke wa Tikva ana cheo katika serikali ya Yosia. Hulda ampa Yosia neno la Bwana akimubariki na kumzuia asihukumiwe na hukumu ya Mungu. Mwanamke Esther. Esther 9:31 mpaka 32. Mwaka wa 486 mpaka mwaka 465. Miaka 2800 iliyopita. Malkia wa mfalme Xerxes huko Uajemi. Esther anawalinda Wayahudi katika ufalme kutokana na mauaji yanayofanywa na Amani mwovu. Esther huanzisha likizo ya Kiyahudi ya Purim. Mariamu tunasoma katika Luka 1:20 mpaka 21. Miaka 2400 iliyopita. Binadamu mama wa Yesu. Malaika anapotangazia kwamba Mungu ameamua kwamba atamzaa Masihi, anakubali kwa imani. Anamzaa Yesu akiwa bikira na baadaye akiwa na Yosefu mume wake. Mariamu anazaa ndugu ya kambo 6 ya Yesu, ndugu 4 wa Yesu na dada 2 au zaidi. Maria Magdalene. Mathayo 28:1, Marko 16:1, Yohana 20:11. Miaka 2430. Mfuasi wa Yesu kutoka mji wa Magadara alikuwa
amepagawa na pepo, jambo ambalo Yesu alimwachilia. Amejitolea kwa huduma yake na yuko kwenye kusulubiwa kwake, kushikwa na kaburi tupu. Yeye ndiye mtu wa kwanza ambaye Yesu alimtokea baada ya kufufuka kwake. Katika kanisa Katoliki la Kirumi la Magharibi, upako wa miguu ya Yesu ulifanywa na Mariamu na Betania, ambaye pia alikuwa Mariamu Magdalene, na kwa muda alikuwa mwanamke mwenye dhambi ambaye hakutajwa jina, ambaye Yesu alimsamehe kwa maisha yake nyuma. Mariamu wa Betania, Yohana 12 mstari wa 1 mpaka 8. Miaka 2430 iliyopita, dada yake Lazaro ambaye Yesu alimfufua kutoka kwa wafu ana pesa na amejitoa kwa Yesu na kutegemea huduma yake kifedha. Wakati wa karamu, kabla tu ya Yesu kuingia Yerusalemu kwa shangwe, yeye hupaka miguu ya Yesu manukato ya bei ghali na kulipanguza kwa nywele zake na kumkasirisha Yuda, msaliti wa Yesu. Mwanamke Msamaria, Yohana 4 mwaka 30 mpaka 36. Miaka 2430 iliyopita, mke wa waume 5 tofauti wanaoishi bila faida ya ndoa na mwanamume mwingine. Mwanamke huyo anakutana na Yesu kwenye kisima huko Samaria na kuzungumza naye kiteolojia. Yesu anamfunulia kwamba yeye ndiye Masihi wa Kiyahudi. Anamwamini na kuwatolea ushuhuda watu wa mji wake, akiwafanya watu wote kumsikiliza Yesu akisema. Mwanamke Priscilla, Matendo 18 mstari wa 1 mpaka 3. Mwaka 24 mpaka 26. Miaka 2300 iliyopita, mke wa Akila pamoja na kiongozi wa timu ya jumuiya ya Kikristo huko Korinthia. Kundi la Priscilla na Akila wanaitwa na Paulo wafanye kazi pamoja nami katika Kristo Yesu. Angalia wengi, Paulo haandiki kamwe kwa mume kwa barua. Tuma upendo wangu kwa mkeo. Timu hii ina kanisa la nyumbani huko Korinto, kisha kuhamia Efeso na kuanzisha kanisa ingine. Wanamfundisha Apolo, jambo ambalo linaonyesha kwamba Priscilla alikuwa na ujuzi wa kiteolojia, kujitolea na ushawishi wake ndani ya kanisa la kwanza huonyesha kwamba ndani ya Kristo hakuna mwanamume na mwanamke. Kuna wanawake wengi zaidi ambao tunaweza kuorodesha, ambao wanajulikana katika Biblia kwa nguvu zao, tabia na hali ya kiroho. Orodha hiyo hapo juu inatumika kukupa ladha ya jinsi Biblia inavyozungumza kuhusu wanawake. Majaribio yote ya kuchambua mbinu ya Biblia kwa wanawake yapasa kushuka kuwa ni propaganda tu, ambazo kwa kawaida hutengenezwa na watu wenye ajenda ya kumpinga Mungu dhidi ya dini, ambao hawajisomea Biblia wenyewe wala hawajafanya utafiti wa kutosha ili kuona kama
mawazo yao yanakubaliana na maandishi hayo. Hitimisho, Biblia bali inatoa yale ambayo Biblia inafundisha kuhusu muda fulani. Sijaribu kukugeuza kuwa dini. Podcast ya Biblia bali ni habari. Tunazungumza kuhusu kile ambacho fasihi ya Biblia inaeleza, hasa mawazo na dhana inayowasilisha, kwa sababu watu wengi hawajawahi kujihusisha na mawazo ya kibiblia. Amua mwenyewe ukiwa unakubali au haukubaliani na matamshi ya Biblia. Viunganishi. Biblia bali inatoa yale ambayo Biblia inafundisha kuhusu mada fulani. Sijaribu kukugeuza kwa dini. Podcast ya Biblia bali ni habari. Tunazungumza kuhusu kile ambacho fasihi ya Biblia inaeleza, hasa mawazo na dhana inayowasilisha, kwa sababu watu wengi hawajawahi kujihusisha na mawazo ya kibiblia. Amua mwenyewe ikiwa unakubali au haukubaliani na matamshi ya Biblia. Asante mapema kwa kutufuata na kusikiza maudhui kutoka kwa Jumuiya ya Biblia Bard kama ifuatavyo. Unaweza angalia kwa website ya Biblia Bard www.bibliabard.org, ama kwa SoundCloud, YouTube, Facebook, Instagram, Rumble ama Spotify ama TikTok. Asante kwa kunisikiza.